kama wewe tazama umetupatia kibali tukaingia kwa nyumba la mjoli wako, tunapokaa kwa mnaji ya neno lako. Neno lako limetufungulia lango hapa. Wacha wakazi wa hapa waweze kubarikiwa, waweze kupata fueni kwa sababu ya neno ambalo tumeleta. Baba, ni asante, wewe ni mfalme wa amani. Leta amani katika hii kikao. Katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nisaidie na makofi ya God bless unapokaribisha Pastor Oscar. God bless you. God bless you. Amen. Napondo fanya vile tulikuwa tunafanya tukiwa kule. Yumema Yesu. Yumema Yesu. Yumema. Kwamba thabiti wanaoteswa kuvumilia wakawa salama. Wewe ndio mwamba imara, umekutembeza katika eneo hii ya Mtongwe. Basi kaa pamoja nasi, weka kambi pamoja nasi, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Tunakaribisha kila mmoja, tena karibisha jirani yako kwa mkutano. Amen. Haleluya. Sasa tumeshukuru Mungu kwa kila mmoja wetu. Wakati kama huu nataka tu niache nafasi kwa mwenye nyumba atukaribishe. Kama kuna ka testimony afanye kwa dakika kidogo, alafu tusikie neno. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Karibu sana Nyapewa.
Amen. God bless you. Amen. God bless you and God bless you. Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Roho yangu inashukuru Bwana jioni ya leo. Nimejaa na furaha nikiona wateule wa Bwana wakinitembelea. Bwana Yesu. Amen. Nimewakaribisha sana kwa sababu ni kitu nimepanga kwa muda mrefu na siku ya leo nasema ni siku ya Bwana. Bwana alipanga ikuwe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipenda nialike mtumishi wa Mungu ili akuje abariki mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nilimtaja na tangu nimtaje sijawahi mkaribisha. Na pia huyo mtoto wangu ni mtoto wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikiwa hapa nina watoto wanne na watoto watatu ni wasichana, mmoja ndio kijana. Na si ati nina kijana, huyo kijana mmoja ndio nimezaa. Nishawahi vijana wawili. Mmoja alikufa akiwa na miaka 5, mwingine alikufa akiwa na miaka 3. Na huyu ndio sasa imebaki. Sasa nimeamua leo nimlete mbele ya Bwana ili Mungu amlinde. Mungu asimama na maisha yake. Ile shetani anakuja kila mara akikula watoto wa kiume kwa nyumba yangu. Hiyo shetani sipate nafasi tena. Ndio maana nimewaalika watumishi wa Mungu. Ukiwa hapa hiyo ndio jambo kuu, ndio maana nimeita hii mkutano ili Bwana akuje asimame na mimi. Bwana alinde huo mtoto wangu abaki vile yeye ndio Mungu ameniachia. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi kama baba Simoni. Nimewakaribisha sana. Kwa uhuru ukiwa hapa, Mungu amani wabariki. Amen. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Nakana sauti yangu na mama iko tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tumekaribishwa sana, kila mtu tuwe tu tayari tusikie kutoka kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumejua tena hii nyumba, mimi hapa ndio nilikula ile samaki mara ya kwanza, ile samaki imemwagwa maziwa. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukiwa hapa nataka nikwambie kwamba Mungu yunasi hapa. Hivyo kila mmoja wetu tuwe tu tayari. Nilipewa mkutano na pastor, wacha niregeshe kwake ili atuelekeze mahali nafaa. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. Kilichotuleta hapa sisi tumekuja kusherehekea yale ambayo Mungu alifanya. Bwana asifiwe. Mama amesema mtoto alikuwa ni mtoto wa ahadi. Na ahadi za Bwana huwa zinadumu milele. Bwana asifiwe. Bwana akitenda anasimama na neno lake. Kwa hivyo tumekuja hapa leo hii, sisi tumekuja kusherehekea. Ni kwa sababu Mungu ametenda kitu ndani ya hii nyumba. Bwana asifiwe. Amen. Na hatuja kuja hapa bure. Biblia inasema mahali popote alipokuwa akienda, alikuwa anaenda akitenda mema. Na hiyo injili ndio tunakuacha na Bwana asifiwe. Amen. Ni heri tukuache na Mungu ambaye atakaa na wewe. Amen. Tunaweza kuacha na maneno lakini tunataka kuacha na Mungu. Hiyo ndio tumeleta hapa na jioni. Kwa hivyo mimi sitaribu wakati. Nataka nikaribishe auxiliary kwanza kabla sijakaribisha auxiliary. Bwana asifiwe. Nataka nitambue uwepo wa Pastor Oscar Omondi kutoka Shellyvot. Unasimama tu na sema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nataka nitambue uwepo wa mama pastor, Mama Region. Mauna asifiwe. Amen. Pastor. Mama ngoja. Huyo ni pastor Mama Region. Bwana asifiwe. Amen. Mama Monica Matama, inuka usalimie mkutano. Wewe ukiwa hapa wewe ni Mama Region. Simama. Amen. Simama. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Barikiwe. Nataka nitambue uwepo wa Pastor Somba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni pastor wangu kutoka Magongo Vosh. Amen. Changamwe Vosh. Bwana asifiwe. Nataka nikaribishe Reverend Deacon Nyapondo. Salimia mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Barikiwe sana. Sasa nataka nikaribishe my immediate leader, Reverend Malaki Matama, senior, that is senior pastor wetu wa Mombasa South Assembly. Baba, salimia mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka nitambue uwepo wa this is my better half, Madam Dorcas Miago.
Tumetembea na hani. Amen. Amen. Nakaribisha mama kanisa wangu mdogo, Mama Lea Owiti. Ndio salimia kutana. Unasalimia na huko mama. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasalimia watoto, kujeni huku. Watoto kujeni huku. Unafanyia kamera hivi. Bwana asifiwe. Na unasema jina lako. Unaitwa nani? Na wewe? Na wewe? Betty, njoo salimia mtaa. Wewe na Auzi. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Praise God again. Na mwenye mkutano pia ako hapo, auxiliary mdogo. Hapo karibu salimia wateule. Auxiliary. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tutambue uwepo wa baba yetu, tena our leader, the auxiliary bishop Maxwell Odada. Amen. 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 Na kabla hajaleta neno, Bwana asifiwe. Nataka Nyapondo niletee kadi kafupi tu ya karibisha baba. Nyapondo wacha tu. Baba Nyapondo ndiye atakuleta neno. Amen. Baba atataka kubariki. Amen. Bwana asifiwe. Nimetembea na wakuhani ambao watatubariki siku ya leo. We have our Reverend Nyapondo Anokechchek kutoka Bangladesh. Yeye ni Regional Women of Faith Central Assembly. Na tuko na Pastor Maxwell Somba kutoka Changamwe. Bwana asifiwe. Amen. Somba ataomba nasi Nyapondo atakupatia muulizo. Bwana asifiwe. Amen. Baadaye tutaburudika alafu baadaye tutabariki. Bwana asifiwe. Baraka inakuja baada ya tukishaburudika. Hawabariki kabla hawajaburudika. Baraka inakuja baada ya kubariki. Nawafundisha kesho mjue. Mnakula tu alafu mkishakuwa Mungu alibariki Abraham kama akashadondoa nyuka ya mtini, uji ya mtini. Ndiye akabariki. Bwana asifiwe. Tunataka tusikie neno, simameni tu. Tunataka kuweka Nyapondo. Mama Penina ametuma apology hapo kwa class. Nimemwacha na laptop na kazi. Inua mkono. Ni asante Bwana mbingu na nchi. Umetamalaki. Tazama mjoli wako ataleta neno. Simama na Nyapondo. Wacha na si ambao tumekaa. Tuwe na kitu ambacho tumepata siku ya leo. Ninambarikisha mkononi mwako hata na mzee Pastor Somba. Baba tutamalaki katika maisha yao. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Weka mkono ukisema God bless you. God bless you. Amen. Amen. Barikiwe sana. Amen, mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nakaribisha jioni hapa kitu kwa chimabaya kabisa Kamoro Benedikacha. Tukiwa hapa tunatengeneza tu mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema ni asante kwa Bwana. Mimi vile umesikia, mimi naona watu wote wananijua hapa. Pengine kama jirani ndio yuko hapa anijui. Atasikia kwa roho. Atasikia kama mimi naitwa Mama Ana. Nasema ni asante kwa Bwana ambaye ametuleta hapa jioni hii na tena nimefurahia kuwaona. Amen. Amen. Jana nilikuwa najiongeleza kwa roho yangu. Na hata sasa pia tukakumbuka tulikuwa na auxiliary kwa gari. Kwa nakumbuka Matabu. Vile walisimama na kanisa Likoni. 1997. Watu waliuliwa sana, lakini yeye na marehemu Wagai walifanya Likoni amesimama. Nilikuwa najiongeleza kwangu, alafu leo pia tumekumbuka. Nasema ni asante, tena ninawapenda. Amen. Juzi ndio tulikuwa na mjini. Na leo mkutano ilikuwa naenda kwa pastor wangu. Na mama alikuja akaninong'onesha. Mama, nataka uje kwa mkutano kwangu. Ilikuwa ni ngumu kati ya watu wawili. Nilisema pastor ninayo kila siku. Wacha mimi niende kwa mama. Amen. Nilipokuwa kule nyumbani pia Mildred tukaongea naye na akasema ya kwamba nikuja hapa nilete Dick. Bila ni jioni mimi nataka nikaribishe Pastor Somba. Na nataka nikumbushe tu jambo kidogo, alafu nikaribishe mtumishi wa Mungu aombe nasi. Amen.
neno hata ingawaje tumekuja kwa ajili ya mtoto, lakini kuna kitu ambayo imefanya tufike hapa, ambayo kama ingekuwa hiyo kitu hakuna katikati yetu, hatungeonana, pia hatungejuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Monica ni dadangu, lakini Wakapondo na mimi Kawasi. Sasa ukoo ni moja, lakini saa ingine inaweza kuwa ukoo ambayo hawajuani. Unajua kama wengine wameana ama wakaenda mahali pengine, pengine huwezi kujua watu wa Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu ambayo amefanya tumekuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo inaitwa uokovu wa Yesu. Sasa hiyo uokovu wa Yesu ndiye ametuunganisha. Na Yesu alikuja na kitu kingine vizuri sana ambaye ananifurahisha, na wewe pia ambao umepokea Yesu unafurahi. Amen. Amen. Kwa hivyo mimi sita endelea sana, nataka kwa maana tumesikia wenzetu wamekaa sana, lakini hiyo ni vizuri. Umejitolea kwa Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusoma katika Yohana 4, kusoma ni 14. Yohana 4. Kusoma ni 14 mpaka 15. Ni Biblia ambayo unajua kitu ambacho nafurahisha kwa Biblia, anasema ya kwamba tunakumbusana tu. Kama sikukumbusana pengine tungeweza kusahau na kile kisuri ambayo tulipata katika neno la Mungu. Amen. Katika Yohana 4:14 inasemaje kwa kile ambayo umepata? 4:14 hadi 15. Yeah. Biblia inasema, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni neno ananifurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja Yesu akawa anatembea na wanafunzi wake. Na wamechoka, na Yesu akaenda akaketi katika kisima, anapumzika, na katuma wanafunzi wake waenda tafute chakula. Na kuna mwanamke ameenda katika hiyo kisima kuchota maji. Amen. Amen. Na wakati alifika pale alipata Yesu pale. Na naweza kusema ya kwamba hatukokuwa huko, lakini kimadharau alikuwa naweza kuingia ndani ya huyu mwanamke, kwa maana alishangaa. Amen. Amen. Kwa maana alipofika Yesu akamuuliza ya kwamba nisaidie na maji nikunywe. Amen. Amen. Na Yesu, huyo msichana akasema ya kwamba kwa nini unaniomba maji? Na Wayahudi na Wasamaria hawaelewani. Ndio maana nasema ya kwamba pengine kilikuwa na kiburi ndani ya huyu mwanamke. Na kwa nini huyu Myahudi amekuja hapa na tena ananiomba maji na mimi ni mwanamke? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa maana Yesu alikuja kwa wale wabaya, alikuwa na sauti ambayo ni ya nyororo. Amen. Sauti ya kutafuta wale ambao wamepotea. Ndiposa sisi pia tukiwa hapa tulipotea, na Yesu alitutoa. Amen. Hiyo neno ananifurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ambayo Yesu alimwambia huyo mwanamke ilivunja nguvu zake ya kimadharau ambaye alikuwa ndani ya maisha yake. Utaniombaje maji? Wewe ni mtu wa Yahudi. Amen. Unajua tu wanauka vile wako wana madharau. Kwa mfano hata kwa ndugu zetu ambayo sijui nikisema hivyo itakuwa ni mbaya, kutongoza wasichana. Anaweza kukuringia na kienda kule na sasa huyu mtu anataka nini kwangu? Na pengine anataka tu. Amen. Sasa huyu pia alikuwa na madharau. Utaniombaje maji? Na Yesu alisema jambo ambalo nataka wewe pia ujue kitu ambao umebeba. Anasema ya kwamba yeyote ambaye atakunywa hii maji atakuwa na kiu tena. Lakini mtu akikunywa maji ambayo mimi nitampatia hatapata kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madharau ya yule mwanamke bado ilikuwa inaendelea. Anamuuliza ya kwamba sasa wewe utapata kitu yapi ya kuchota maji, na kisima ni ndefu.
Amen. Na pia kitu ya chota maji pia huna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nilijiuliza wakati ambayo nilikuwa ni mgonjwa, nikasema Yesu huyu atanitibu kivipi kama binadamu ambaye ananiona? Mwili yangu ilitolewa kidogo ikapelekwa Nairobi ili yapimwe na ilishindwa. Ndio huyo mama pia alimuuliza huyu Yesu. Amen. Yesu akamjibu. Amen. Mtu ambaye atakunywa maji ambayo mimi mwenyewe ninampatia hatakuwa na kiu tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na kiu ndani ya maisha yako. Unaweza kuwa na kiu kwa ndani ya nyumba yako. Unaweza kuwa na kiu katikati ya watu. Watu wanaweza kukuona unatembea, unafanya vitu yako, lakini kiu yiko ndani yako. Lakini Yesu alileta maji ya uzima. Amen. Maji ya uzima. Maji ambayo analeta utulivu katika roho yako. Mimi nilikuwa silali usiku mpaka asubuhi. Lakini nilipopata Yesu Kristo ambaye ana maji ya uzima. Amen. Amenifanya nalala kama mtoto mdogo. Haleluya. Kwa maana maji ambayo Yesu ameleta. Leo hii naweza kuambia mtumishi wa Mungu, linda hiyo maji ambayo ulipata katika maisha yako. Okay, safari ni ndefu. Amen. Unaweza kutembea, upatana na maneno tofauti. Mlima unaweza kupanda. Unaweza kufika kwa bahari. Lakini kumbuka ya kwamba kuna maji ya uzima ya Yesu Kristo. Ambayo alimpatia mwanamke. Amen. Kisoma Yeremia 2 utapata hiyo jambo. Ukipanda Zaburi. Ukisoma pia Yohana 5. Yesu ni uzima wa milele. Amen. Mimi sitaki kuendelea kujili ya masaa. Kuna mtumishi wa Mungu hapa. Mimi namuita daktari ya Biblia. Amen. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nilikuwa naweza kukumbuza mtumishi wa Mungu, neno ambayo tulipata inaleta atupati kiu ndani ya maisha yetu. Yule mwanamke alikimbia akarudi akaita bwanake. Akasema leo nimepata kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema ya kwamba safari ni ndefu. Pengine kuna milima mingine unaweza kukutana naye. Na kumbuke Yesu Kristo ni uzima wa milele. Si unisaidia kukaribisha mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena niseme ninashukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo tumesikia. Asante kwa baba Zura bishop wetu Mama Ana ambaye pia ametupatia neno na mwenyeji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi pia kuona Mama Hendo. Amen. Sisi tumpigie makofi Bwana. Amen. Ni jioni na tumefundishwa na tunajua kwamba pia kwa sababu ya saa hatukuwa na mambo mengi. Neno kubwa ambalo tumekuja ni kumsindikisha baba Zila wetu Bishop ili kwamba tuje tubariki mtoto. Bwana Yesu asifiwe. And the point that we come here tuje tubariki mtoto. Neno tumepata ni neno la kututia moyo ya kwamba Yesu alifanyika kwetu ili kwamba sisi tusiwe na kiu tena. Bwana asifiwe. Amen. Na nikiongeza kidogo tu katika mstari wa Biblia ambapo nilikuwa naiangalia kwenye kitabu cha Zaburi ya 149. 127, Zaburi 127 kifungu chake cha 3. Hebu mtu asome. 127. Yes, verse 3. Biblia inasema kazi yenu ni bure. Mnaamka mapema. Ngoja soma mstari, anza mstari wa 2. Nimeanza mbili. Nianza mbili. Oh, nianza bado. Okay, sawa, soma. Biblia inasema 3. Tazama. Bwana ndio urithi wa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema watoto ni urithi
wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huo uzao wa tumbo, wakati mtu ameleta mtoto duniani, ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia hii inatufundisha ya kwamba watoto ni urithi. Ni kumaanisha wakati Mungu anatubariki na watoto wanakuwa warithi. Bwana Yesu asifiwe. Na mrithi wakati wote ajapokuwa bado ni mtoto ni sawa na mtumwa. Kwenye kitabu cha Wagalatia ukisoma 4 mstari wa kwanza inasema mwana ni mrithi, lakini ajapokuwa bado ni mtoto, japokuwa ni mrithi, lakini ni sawa na mtu. Mali yake iko chini ya usimamizi, maana iko chini ya uangalizi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana sisi kama watoto wa Mungu ambao tumenunuliwa na damu ya Yesu, Bwana Yesu asifiwe, wakati ambapo bado tuko katika ile hali ya utoto, japokuwa tuwarithi, lakini tunakaa kama bado ni watumwa, maana tunakaa chini ya usimamizi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakati unapofika katika kimo cha kukua, unaweza kujielewa. Unajua hii ni haki yangu. Na unaweza ukaambia baba ama mama kwamba mimi nataka haki yangu, kama vile kijana mmoja wa Biblia inasema kwamba alifika wakati akamwambia baba, nataka urithi wangu. Nataka sehemu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watoto ni baraka na watoto ni warithi. Na ndiyo maana kama nimesikia historia ya mama akiongea wakati anatoa ushuhuda, anasema kuna wakati alipitia mawili matatu na baadaye Mungu akamkumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokumbuka, Mungu alipomkumbuka akambariki. Basi akasema na huyu mtoto nini nitafanya? Ni mpaka nirudishe shukrani kwa Mungu. Si yeye kijana peke yake, lakini anachukua as a special thing. Na Biblia inasema ya kwamba amemuita jina la auxiliary. Bwana Yesu asifiwe. Na kunayo jambo ambalo nimesikia kama liko na uzito katika moyo wake wa kurudishia Mungu shukrani, kwa sababu kunayo yale ambaye alipitia, lakini baada ya hii amekuja kuona kunacho kitu Mungu alinipa ambacho si cha kawaida. Ninastahili kurudishia shukrani Mungu kwa sababu ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio jambo ambalo nimefanya tuite mahali hapa ili tuje tuzungumze, ili tuje tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa tumesindikisha mwenye kazi hii yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikate kidogo nisome kwenye kitabu cha Mwanzo 48 mstari wake wa 12. Na hadithi hii ni ya mtumishi wa Mungu ambaye alikuja kubariki watoto. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni kama wajukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba walipokuja alitayarishwa ili aje abariki watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na alibariki. Hebu soma katika mstari wake, the book of Genesis chapter number 48 verse 12. Biblia inasema Yusufu akawatoa katika magoti yake. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akawainama kifudifudi. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na mnaye katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli, akawasongeza karibu naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Keti kidogo baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hivi, Yusufu aliwatoa watoto wake katika magoti yake. Kumaanisha ya kwamba kule kupata wale watoto haikuwa jambo la kawaida. Ni Mungu alimbariki nao. Bwana Yesu asifiwe. Na aliwatoa kwa sababu ilifikia wakati kama huu tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba awatoe watoto wake waje wabarikiwe na baba yao ambayo alikuwa ndio babu yao Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba akawasogesha mbele zake. Lengo ni kwa sababu alikuwa anataka hawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Inapofika mahali pa baraka, anayebariki anajua jinsi atakavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. And that's why we get the story ya kwamba Yusufu wakati ambapo amewatoa wale watoto alikuwa na mbinu yake ambaye alikuwa anataka afanye. Na vile alitaka kwamba huyu abarikiwe hivi na huyu abarikiwe hivi. Lakini alipofikisha kwa yule ambaye alikuwa ndio mwenye kuwabariki, aliwabariki jinsi yeye alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nasema nini, huyu Yesu wetu ambaye ametuita wapendwa, anabariki kila mmoja kama jinsi anavyoona. Wapendwa, si kama umenipata? Yesu aliyetuokoa anabariki kila mmoja kama jinsi anavyopenda. Let me tell you, hatuwezi kuwa sawa. Hapana. Kila mtu anazo baraka zake ambazo Mungu anambariki na in a special way. Praise the Lord. Ndio maana kumtembelea Yesu ni tumaini la uzima. Unapompata Yesu umepata
shina la baraka. Bwana Yesu asifiwe. In a special way. Mungu ametuita kama watoto wake. Ametuita kama watoto wake. Ametuchagua sisi, tumetolewa katika mikono na miguuni pa Yesu. Wacha nikwambie, soma, nimezaliwa kwa wokovu kwa sababu kunaye mtu alipiga magoti akalilia Bwana. Akatazama na akasema huyu kijana asipompata Yesu maisha yake yataangamia. Lakini Mungu yuko, wapendwa, ambaye hukumbuka watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba walizaliwa katika magoti. Na akawasogeshwa kwa Yakobo. Maandiko yanasema ya kwamba ukisoma mstari wa 17 inasema Yusufu alipoona kwamba babaye amewaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, kawa vibaya machoni pake, akainua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, sivyo babangu, maana huyu si mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake. What happened? Babaye akakataa. Akasema, najua mwanangu, ninajua ninachokifanya. Atakuwa taifa. Yeye naye atakuwa mkuu. Lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye. Na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu mwenye mipango. Maandiko yanasema mawazo yake sio mawazo yetu. Na mipango yake sio mipango yetu. Na njia zake sio njia zetu. Mungu anafanya mambo yake jinsi anavyoona yalivyo vyema. Machoni pa Yusufu. Alitazama akaona ya kwamba huyu ndiye atakayefaa. Lakini katika chaguo la Mungu, mzee huyu anabariki watoto hawa, macho yake yamepofuka. Na anamwambia baba, shikilia hapa. Anamwambia hapana. Anamwambia wewe umeweka, anamwambia hapana. Ninayo sababu. Haleluya. Katika watoto wanaozaliwa Bwana anajua kila moja na mipango yake myema. Haleluya. Aliyetulete hapa Mungu ametayarisha mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tumekuja hapa wapendwa, tukikumbushana neno hili la Bwana ya kwamba Mungu anayeishi anayo mawazo na mipango mizuri. Mungu huyu ni wa baraka. Mungu huyu anapolete mwana duniani anamlete kama amemtayarishia na baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. And I remember the word of God in the book of Psalms 118 and verse 118 and verse 17. Inasema ya kwamba sitakufa nitaishi ili nisimulie matendo ya Mungu. Kwa hivyo yule ambaye yuko ni wa kuishi na Mungu amempatia kuishi ili kwamba matendo ya Bwana yaonekane. Hata wewe na mimi tunaishi kwa sababu kunayo mambo ya ushuhuda ambayo Mungu anatayarisha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo nasema wana ni urithi. Haleluya. Watoto ni urithi wa Bwana. Amina. Yesu ametuita kama warithi wapendwa, ili kwamba tukarithi uzima wa milele, ili kwamba tukarithi baraka zake, ili kwamba tukaone mema aliyotuandalia siku zetu za usoni. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa mtoto huyu atakuwa, lakini atakuwa na kinga ya Bwana. Hatakuwa na jina jipya. Haleluya. Maana amewekwa mikononi mwa Bwana, hakuwa katika uzima na baraka za mataifa ya Mungu ambaye aliyotayarisha yatakuwa juu yake. Sitaki kunena mengi wapendwa, nataka tusimame tuombe. Tunashukuru Mungu. Unastahili Baba. Kama wewe, Asante kama wewe Jalali. uzima na baraka Bwana. Kama laki Baba. Kama si vile Mungu umetuchagulia, umetupa kuishi kwa kusudi. Asante kwa ajili ya neno lako jioni ya leo Bwana, ambalo Baba ni neno la kutupa tumaini, ni neno la uzima, ni neno la baraka, kwa sababu ya mmoja ambaye Jehova ametuita katika kusanyiko lako. Ni neno lako Bwana, nenda Baba ukatusaidie, ili kama warithi tukaone uzima, tukaone ulinzi, tukaone baraka, tukaone wema wako katika nchi hii ya walio hai Bwana. Maana ukoyo na kusudi, unalo kusudi njema na unalo mipango mizuri katika maisha yetu. Asante Mungu. Jioni ya leo Bwana
ni jioni yako njema ya kutubariki Bwana. Baba kabariki kama vile ulikumbuka Jehova Ibrahim na Manase, na Mungu wa mbinguni Baba anawabariki. Wacha Baba nasi wakatukumbuka kama watoto wako. Uliye na makusudi katika maisha yetu. Pokea sifa na heshima, maana wewe ni Mungu. Haleluya Jehova. Worship you. Achilia neema na baraka zako katika jina la Yesu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati kama huu ambapo Mungu anazungumza pamoja nasi, unaweza kuwa uko katikati yetu na labda ungetamani huyu Yesu katika maisha yako ili ukaweze kuwa mrithi wa baraka za mbingu. Wapendwa, huwezi kufikia kurithi baraka za mbingu kama hujamkubali Yesu. Yesu anatafuta wale ambao wanamkimbilia ili akapate kuwaokoa na wakapate baraka za ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa katikati yetu na uko na jambo na moyo wako umesikia neno la Mungu limefika, uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Na labda ungetaka Bwana kukusaidie katika hali unayo. Mungu yuko tayari kutenda, maana yeye popote alitembea anatenda mema. Yuko hapa atende mema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukaribisha mtu, kama kunayo mtu angetaka maombi, basi anaweza kusonga hapa na tukamwamini Mungu pamoja, na Mungu wetu ataenda kutenda wema kwa utukufu wake. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Jehova kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Jehova kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kimbilio kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Baba akao mama kesho Mungu chizi yeye anachukua imani na mkabidhi mama Eunice ndani mkononi mwako Baba. Yeye alitamka na kinywa chake. Simama uwe kama Abigail alisaidia Asante Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani inayotuletea mema. Jehova, ikanene kwa ajili ya familia, ikanene hata kwa ajili ya Biblia, katika jina la Yesu Kristo. Wema wako ukaonekane Bwana, heri zako zikaonekane Baba, ushindi ukapatikane Bwana, ukuu wako uonekane Baba, maana wewe ni Mungu unayejitukuza kwa watoto wako. Asante Mtakatifu kwa mtoto huyu, tunambariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ondoa maradhi na ufunike na damu yako Yesu Kristo. Arudi kila aina za shetani na wema wako uonekane Baba. Tunamfunika na damu ya Yesu Kristo inayonena mema. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. 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 Asante mkaribishi, saidia kukaribisha viongozi wa ibada. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tumesikia neno. Amen. Na sitaki nipoteze muda, nataka tu nitambue uwepo wa Mama Region ambaye ameingia sasa hivi. Amen. Mama au watoto wako, simama usalimie mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nimeshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa. Nilijua Jumamosi nakisi kuwa ni Jumamosi gani, na pia nilikuwa nimeenda Makadara kwa ajili ya Mama Teresa
ambaye mume wake anaingia huko. So kufika tu hivi ninapokea simu tena. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Because of time, geukia jirani yako mwambie thank you for coming. Thank you for coming. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nakaribisha baba kwa sababu leo tulikuja kusindikiza auxiliary, kubariki auxiliary. Amen. Amen. So umeharibu Buda Sembo. Bwana asifiwe. Niruhusu nikaribishe ongea Mateo salimie mkutano. Bwana asifiwe. Unasema majina yako maana unatoka na wewe ni nani? Kwa majina kwa wale ambao wanijui mimi naitwa Daniel Lukumbu. Hapa ndio kwa nimewakaribisha. Amen. Bwana asifiwe. Nipeni makofi ya God bless you tukikaribisha baba yetu. 1 2 3. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Neno ishatambaa. Bwana asifiwe. Tunatumikia Mungu ambao tunamtembelea. Bwana asifiwe. Wataendaje kama watatumwa? Tayarisha tu ile kitu ambayo tumekuja kubariki nayo hiyo, weka kadi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna sadaka ya neno. Lazima mjue category. Bwana asifiwe. Kuna sadaka ya neno. Kama ulimtununulia vum ya kusukuma, akiendesha gari hapa, unajua za kumnunulia ile gari, lakini kabla hajafika yeye unamnunulia ile hapo kavunguma hapa. Anasema ya mkono, anapiga magoti, anasukuma mpaka huko. Bwana asifiwe. So, ilileta sadaka kidogo wakati tunabariki neno. Iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu, iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Moto injili yo, moto injili ya Yesu, linachoma injili yo, linachoma injili ya Yesu, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Wacha tuamini, tubariki. Ulivyo mbambiku na inchi umetamalaki, umetukuka jalali. Tazama umetupatia kibali, tukaona upendo wako, tukaona utembezi wako. Tazama Bwana umetupatia kibali ya kusindikiza neno lako. Baba, ibariki sehemu za mapato ya wajoli wako. Unapokaa hapa, kaa pamoja nasi. Katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Secretariat tarejeshia change hapo, nachukua 100. Tarejeshia change. Bwana asifiwe. Mahali ambao tumefika mama, sijui na baba, kama mko na chakula. Kama chakula iko, mtoe hizi vitu muweke chakula. Watu wanakula kwanza. Nakushukuru Mungu wangu kwa kunifikisha hapa. Nakushukuru Baba yangu kwa kunifikisha hapa. Sijawahi kufikiria kama nitafika hapa nilipo. Sijawahi kufikiria kama nitaitwa mtumishi wako. Nakushukuru Mungu wangu kwa kunifikisha hapa. Nakushukuru Baba yangu kwa kunifikisha hapa. Sijawahi
kufikiria kama nitafika hapa nilipo. Sijawahi kufikiria kama nitaitwa mtumishi wako. Ni mengi makubwa umetenda kwangu, yanayonifanya nikusifu wewe. Ni mengi makubwa umetenda kwangu bibi, yanayonifanya nikupambe wewe. Baba, 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 Baba wa mbinguni, Baba, 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 jina lako litukuzwe Baba. Baba, 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 jina lako litukuzwe Baba. Baba wa mbinguni, Baba, Baba, Mungu mwenye enzi, haleluya. Matendo yako yatisha kama nini Baba. Oh Baba, jina lako litukuzwe Baba. Baba, 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 oh nani mwingine kama wewe Baba. Nilikwenda ufukweni kupunga upepo, nilipofika huko nikaanza kutafakari Baba, jinsi bahari inavyoheshimu mipaka yake. Nikajikuta nikisema Baba, unashangaza we, yeah, 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 yeah. Nilikwenda ufukweni kupunga upepo, nilipofika huko nikaanza kutafakari Baba, jinsi bahari inavyoheshimu mipaka yake. Nikajikuta nikisema Baba, uinuliwe, hey, 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 hey. Baba, 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 hey. Jina lako litukuzwe Baba. Oh Baba, 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 Simba wa Yuda, nani mwingine kama wewe Baba. Matendo yako yatisha kama nini Baba. Oh Baba, jina lako litukuzwe Baba. Baba, 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 nani mwingine kama wewe Baba. Yeah, yeah. Kila ndege msituni ana kiota chake, lakini kombe anatembea na nyumba yake. Kila ndege msituni ana kiota chake, lakini kombe anatembea na nyumba yake. Hiyo yote ni utukufu wa jina lako, ndiyo maana ninasema Baba, unashangaza wewe, yeah, 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 yeah. Kila ndege msituni ana kiota chake, lakini kombe anatembea na nyumba yake. Kila ndege msituni ana kiota chake, lakini kombe anatembea na nyumba yake. Hiyo yote ni utukufu wa jina lako, ndiyo maana ninasema. Very good. Pastor regelea, tumkomeshe. Unaweza kufikiria kwamba una adui wako. Kwa maana wale adui ambao walipitia miwango ile ya zamani, usifikirie wamelala, wanategeshe. Lakini nani anawakomesha? Ni Mungu. Mungu anasemaje hapo? Kwa sababu yao wanaoshindana nawe. Kwa sababu yao ambao wanashindana nawe. Wakomeshe adui na wajilipiza kisasi. Wakomeshe maadui na wale ambao wanataka kuwalipizia kisasi. Kwa maana yale ambao ilifanyika tujui, kuna wengine ambao wako tayari kulipiza kisasi. Na wanalipiza kisasi kwa uzao wetu tu. Unajua mtoto kuja hapa siku moja tukaongea na mama. Penina tukaomba Mungu. Nasema haitakuwa vyema. Shetani it cannot be. Kwamba huyu mama kwao Mungu hawakuwajalia wawe na wavulana. Hana ndugu mvulana.
hata wakati wa shamba yao ikataka kunyakuliwa, wakasema sheria imetukubalia kama sisi wasichana pia shamba ya baba yetu tuchukue urithi. Wadada zake wamenywea, anasema hapana, utapigana nao. Haya, akaamua kuenda peke yake. Nikamwambia enda, nikamwombea Mungu. Bado huyo haijapatikana. Na ile pepo ambayo ilinyemelea na akazuia kuzaa watoto wavulana kule, yaja hapa, nikaongea na mama Penina. Akasema hii tunakataa kwa maana andiko ndio imeandika. Halafu alipoenda Mungu naye atakusaidia. Akienda baba zako namwambia basi enda, ameenda kwa land. Tufanyie succession kwa maana wewe ni deceased baba yenu, sasa mweke kwa jina yenu. Sasa watafikiria ile shamba wakishapewa watagawa. Wakienda kwa land, watu wa land wanamwambia, "Na sasa mnataka kufanya succession hii moja. Na hizi zingine zote shamba basi kuna jina baba yenu hizi. Mtakuja kufanya nini? Si mfanye mara moja." Yanashtuka, kumbe babangu akona mashamba zingine. Kumbe maango wamekalia tu wanazilima tu, hataki kuambia. Haya, wakasomewa majina yote, akaamua kuongeza pesa kufanya nini? Kufanya succession na madada zao. Wakapata shamba zingine tena. Ngapi tena umepata baada ya ile moja mama? 2. Sasa wako na shamba ngapi? 3. Na hao ni wasichana wangapi? 3 pia. Sasa angalia hizi 2 walikuwa wanakulalia. Alafu afanye safari hiyo. Sasa amerudi, sasa amepiga safari ya pili sasa na fresh na watu wa survey na serikali. Hati akaenda nyumbani kwao ili survey apime ile shamba ambao hawakuambiwa. Alafu anko yake anamwambia nini? Ndugu zake anamwambia, "Wewe ni gogo, wewe baki tu hapa. Sisi ndio tutaenda kwa hizo shamba." Nikamwambia, akanipigia. Nikamwambia usifanye ujinga kama hiyo. Kutoka Mombasa mpaka Kisumu ndio sasa wanakuambia wewe ni migogo, ubaki kwa boma, hao wataenda kukuletea report na mtu wa survey. Namwambia usiwe mjinga. Si nilikwambia mama? Ulienda ule kufa, namwambia aenda, hata kama unakufa migogo ukufe huko kwa shamba ya babako. Alipomaliza Mungu alimjalia sasa na mtoto. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema wale wakomeshe adui na walipiza kisasi. Wakomeshe adui na walipizao kisasi. Bwana asifiwe. Mungu ndiye anawakomesha, sisi hatuna ya kuwakomesha. Bwana asifiwe. Ni Mungu. Ndio kama tumeletwa kubariki hivi, tuna watu wa Mungu Nyasaye wewe wapa holes. Tunazidunga macho zile madui, tunazidunga macho, tunazikomesha. Bwana asifiwe. Tunazikomesha na andiko. Hatuwawachi wa watawale, hatuwawachi na watu waogopi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi wakati waliniambia udo mera hiki dhako gemtoka chiel gi nyithindite nyidhako keto yedo coast bus yidhi gemtoka awajeni wale mwana mabia nyel raya tokenda awe ajeni amkani mwana kwa geta kato ngine tiri moro mabidu waro kiega ni tiro wadhi yote niwe wewe ni mjinga, waje ni mjinga, aje ni afadhali niwe mjinga. Matama shanga na mimi na familia yangu yote anambia kama tunabingirika yo na tunaenda mbinguni express. Hakuna mbaya anakuja kusumbua bibi yangu hapa na jateni. Akashtuka akasema nikampatia Mungu, maana hiyo nilikuwa nataka kuambia. Na nikampatia aching. Akaniambia mimi ni mjinga same wewe. Jenga sana. Kwa maana najua ananipenda, anaogopa hata nikienda nasindikizwa na wale watu wa wachawi wa kweli. Kwa maana si hadi hawakuna wako, na mimi najua wako. Bwana sifiwe. Amen. Soma katika kitabu cha Proverbs 27. Wakashtuka wasema maneno yako. Tokana na hiyo Mungu yake. Na nikaenda nikarudi nikafika. Na wewe ukiambiwa hivyo, sasa unaendesha kiodiku inakupiga. Angucha no wacho. Ajilia lote mara. Mimi ndio sasa na fire, naendesha kama hata nikipigia matama ananiambia umefika wapi? Ananiambia, namwambia nishapita Emali. Ambia umekuwa simba siku hizi wa barabara. Mwambie nateremka ninakuja. Na huko nyuma anaambia saa nyingine nikiona vitu anambia pakeni weruba tena. Sifuni Mungu huko nyuma. Wakina Laura bado ni wadogo na Eric na Teddy. Bwana sifu na nimebeba mpaka Mary. Bwana sifiwe. Amen. Mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa baada ya. Amina. Bwana asifiwe. Biblia inasema mwenye haki. Mwenye haki.
baba nake mama na beduru mwenye haki. Msiwende kushoto wala kulia. Bwana sifiwe. Biblia inasema a house. Kizungu inasema a house divided against Biblia against itself. Can it defend itself against the enemy? No. Even a nation divided. Kama umekuwa wenye haki wa Mungu, Mungu atakuwa wenye haki na wewe. Kwa maana Biblia inasema, Daudi anasema sijaona mwenye haki ambaye ametupwa na Mungu. Hata tangu niwe kijana mpaka nimekuwa mzee wa umri, sijaona mwenye haki wa Mungu ametupwa. Watoto wake wakaenda kuomba mkate barabarani. Hapana. Bwana asifiwe. Mwana uloda shebu ngoza. Inasema mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa baada yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani yule ambaye anaenda kwa unyofu. Unyofu ni nini? Unyofu wa nani? Unyofu wa Mungu. Si unyofu wa binadamu ya kurido kichwa. Ni unyofu tu ya kuhambo mbele ya Mungu. Unalifanya tu bure. Kwa Mungu hapa, wajua foolishness ndio njia ya Mungu. Ujinga. Wajua Mungu hatumiki kwa werevu. If you know it all, hata hii kwa salvation hadi wewe ndio unajua yote kuhubiri. Mungu hatumiki na wako wa kuhubiri. Nilimwambia mama siku moja, namwambia, ya polu, mwenye mama ngani sana. Namwambia wangi Somba anajua Biblia. Na Ogot mwana Ubonga anajua Biblia kama juu. Lakini shetani pia anaweza kutumia kujua Biblia. Wajua katika Qur'an imeandikwa kama Waislamu wanauliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasi hatima yetu ni wa baada ya wewe, baada ya hii kufuata hatima yetu ni wa Muhammad akawaambia ulizeni wenye Torati. Watu wa Torati ni watu gani? Wajua watu wa Torati ni watu gani? Watu wa Torati wenye kitabu. Wakristo. Watu wa Torati ni Wafarisayo. They were the learned. Katika ile epic kuna Wasadducees, Wafarisayo na Waje. Those who are known to be learned in every knowledge of book are the Pharisees. Na kwa sababu hiyo Mfarisayo mmoja akajua kwamba hata kama nimesoma Biblia najua in and out, lakini hii sio, akanyemelea na usi. Alikuwa ni nani? Si alikuwa ni mkubwa wa Farisayo, msomi, profesa, anakuja kuuliza nobody. Yaani neno la Mungu linataka kujirudi nyuma, kujinyenyekea. Yeye alijua lakini haku challenge Yesu kwamba anajua. Alipokuja kwa Yesu akamwambia, unasemaje? Yesu akamwambia, kitu ambao ufanye Nikodemo ni uzaliwe mara ya pili. Nikodemo akasema, na hii yako sijasoma. Hii niingie kwa tumbo ya mamangu tena ndio nizaliwe kama mzee kama hii. Bwana asifiwe. Na hiyo Nikodemo mkuhani mkuu ananyenyekea. Lakini kama hiyo kwa utaki kunyenyekea, wewe ni single, wewe you know it all. Mimi nilitoka kwa theology na miyango, sisi tunajua. Tulifundishwa na popo. Sisi tunajua. Utatoboa naye. Wakujua Nikodemo walirudi tena alinyemelea na usi. Rabi, anamuita Rabi Yesu. Rabi, si unipatie nafasi yako kidogo? Yesu akamwambia, kaa chini. Wewe acha na moja tendini. Msomi. Wewe acha na unasemaje msomi, kiongozi wa dini? Mimi hii jambo ambalo unasema inanishinda, lakini nataka kujua mengi. Na yeye ndio msomi. Yesu anamwambia hii kitu hutaelewa kabla hujazaliwa mara ya pili. Akaanguka tumboni jamani. Hii sasa nirudi kwa tumbo ya mamangu. Bwana asifiwe. Amen. Inakuwa ni ngumu hata kwa ni roho na unyofu wa Mungu inatusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema watoto wako hawatakuanguka. Watasimamia hiyo lango. Zaburi 23. Proverbs, not Zaburi. Proverbs 23. 23. Verse 13.
Unataka kumbariki huyu mtoto. Usimnyime mtoto wako mapigo. Maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu. Na kukufa. Bwana asifiwe. Amen. Oxy. Oxy ruka juu ya meza. Kungulu. Mwana nyakati. Nyorosha na kiboko. Mano kama Oxy. Wani ubede mano kare mo betega. Iko lo wenu. Ya polo. Hadi umekuja umekalia. Matwadi huyo. Inyo kija kimwele kwa kabisa. Ni hiyo kiti ni ya bishop. Hiyo kiti ni ya bishop. Yake anaangalia remote yetu, wacha. Hata kuchukua remote yetu, anataka kuangalia katuni yake. Kama ambao nyumba ni yake. Biblia inasema usimfanye nini? Usimnyime. Hii ni order. Leo hii ninawaambia, huyu ni mtoto wenu. Na mkimpenda msimunyime kiboko. Mkikosa kumnyima kiboko, mtakuwa mnamuokoa na nafsi, mtakuwa nafsi yake kwenda kuzimu, kwenda kuzikwa. Kwa maana wale ambao wanachoma hapa mtaani mtundu yote, si walinyimwa kiboko. Hawakuambilika, mtoto wa mabibi za jugu, wanaitwa wajukuu wa bibi. Wanaitwa wajukuu wa Gikusi. Kuna wakali wao, wajukuu wa bibi, sijui kwanza wao, sijui dunga unuse. Wakali kwanza, dunga unuse pia iko. Usimnyime. Bwana asifiwe. Amen. Unapomnyima, kuna chini yake imesema jambo ambayo ina haya, ruka kwa Proverbs tena 29:5. Usimnyime. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana kesho ataingia kuzimuni. Lakini ukikosa kumnyima, utamuokoa nafsi yake na mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Nani ashaenda mtaa mwingine inaitwa Mburukenge? Ushasikia mtaa mwingine inaitwa Mburukenge? Wewe ushafika? Mtaani kubaya. Watoto wako unafikiria wanacheza boli. Wakiona polisi hivi, mmoja ashatoroka. Wanakuja. Bangi shafichwa, changa shafichwa, wamama. Polisi anakuja hewa. Kumbe informa ni hao watoto. Bwana sifiwe. Amen. Mitaa. Na sasa katika hiyo mtaa watoto hawaendi, hata vibarua zinatafutwa huko nje chuda hawataki, hao wako huko chini ya baba. Wako huko tu, hapo ndio wanaibia watu, wanafanya nini? Alafu katikati yao watoto nikapata moja. Yuko kwa mlango yao. Kijana barabara mkubwa kama ya Afrika. Anauza juice, anauza maji ya baridi, na hao wanakuja wanunua kwake, na amefuga kuku yake, amewekea stima. Kwenye hiyo corridor ndogo ameweka. Anampole, hawezi kujua. Inaonekana yeye yule ashasoma maliza shule. Na kwa mtaa hiyo yeye ashuliki na hao. Hao wanakimbia mara bururu, watu wanafukuzana. Yeye yuko pale. Anakamjinga. Inasemaje baba? 29 mstari wa 5. Mwenye kujipendekeza kwa jirani yake utandika wavu ili kuitega miguu yake. Mwenye kujipendekeza. Proverbs 29:15. Oh yes, na 15. Ndio unaona na bunga. Angalia Na bunga, na shindwa. Fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo. The Bible says we rebuke the children. Hata mtu akienda Bible, fimbo na maonyo hekima. Wataka kusia awe na hekima. Bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Utamwaibisha si baba, mama. Unasikia, wewe ndio utaibishwa, si baba. Ukiacha ataibisha mama. Si babake. Agano ndiye ameandika. Sasa unajua nani anaanza kupiga mtoto?
kati ya baba na mama, nani anaanza kupiga mtoto? Kwa maana akinyonya, unaona ananyonyeshwa. Baby, unajua anaangalia macho ya mamake, alafu anauma. Alafu babake baby ikaya. Oh, akiuma pumbavu. Ashakungutwa na mama. Ndio analala. Bwana asifiwe. Anayeanza kumchapa ni nani? Mama. Akiuma tu anataka kuangalia reaction ya mzee akishakuuma na kuangalia macho. Au kamembeleza dutundi bilo bedoge yao, bilo to dolore. Hey. Kiboko hata ukizipia anacheka. Ikukuta ema kofi pivite kujojo. Unajua iko duo ndo akonyango ka. Otango yuka lakini ndo akaya tokonyo. Mali tuada pat moka jaka bila. Kata kaya tawawe. Bwana sifiwe. Bwana dada. Unasikia regelea. Bwana sifiwe. Maonyo utia hekima. Utia hekima aiui. Unafanyia mtoto anakuwa na hekima. Mbali mwana aliyeachiliwa umwaibisha mamaye. Umwaibisha mamaye. Tunataka kumbariki huyu rafiki yangu. Bwana sifiwe. Amen. Hapo simameni, tunataka kumwekelea mikono. Mikono ya kuomba. Piga magoti. Nataka kuomba. Haleluya. Tigeni magoti na babangu. Kama wewe akao Maxwell aketeliwe. Bariki wazazi wake, inua wazazi wake, achilia uwezo wako Bwana juu ya kila mmoja Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu. Uinuliwe na ubarikiwe. Asante kwa watoto wote wa hii familia, tunakabidhi mkononi mwako Bwana. Wabariki Bwana, wainue Bwana, walinde maisha yao, kwa sababu wewe ni mwema. Thank you and we give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu.
Soma Genesis 48. Yes. Verse 15. Verse 15. Going downward. Akambariki Yusufu akasema, akambariki Yusufu akisema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienda mbele zake, yeye ni Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, na malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, na awabariki Ogzi, awabariki vijana hawa. Hiyo ilikuwa ni watoto wa Josefu, lakini kuna vijana wa Dan na Eunice. Mungu ambariki Ogzi, abariki Maxwell. Endelea. Jina langu nalitaje juu yao na jina la baba zangu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ibrahimu na Isaka, na wawe wengi wingi wa watu katika nchi. Amen. Saa hii Ogzi ni moja tu, lakini Biblia inasema wawe wengi wa nchi. Si moja. Bwana sifiwe. You have been blessed, my brother. Amen. Show me. Amen. Sasa tunambariki. Baba. Unabarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Thank you. Unaona? Bebe atakuwa anashika. Angalia pale picha. Hiyo ni yako. Amen. Yule ambaye alikuwa na kitu ya kubariki mtoto, lete tu sahani, tunambariki. Kama ulinunua gari, yote yanakuabudu, mataifa 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 so much. Amen. Tukifika hiyo tamati na kusudi, na ilikuwa ni vyema pia tutangaze na tuseme jambo la huyu mtoto, manake sio kitu rahisi ambaye wazazi wanaweza kuchukua muda kama hii na alete watumishi wa Mungu na tukule chakula kama hii ambayo tumekula na ambayo imeanikwa na maisha hawa yote. Vyema tutoke hapa na tutoke na baraka na tuache baraka kwa huyu mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitu nimekumbuka tu huyu mama ambaye ameketi nyumbani, ambapo wakati ambapo mtoto wake ilikuwa adui alikuwa amemvamia, anapelekwa operesheni. Hiyo jambo nafanya ushuhuda juu yake kila wakati nikikumbuka yule ambaye anakumbuka neno la Mungu. Afle nalitoa pesa yake yote ambaye alipeleka naye mtoto operesheni, na mimi ndio nilikuwa mkuani hapo. Lawrence alienda kazini na alisema ya kwamba nimeamua ile kazi baada ya dhabihu. Baada ya kusha kula ameshiba, basi anatamuka maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baada ya sisi kukula na mgeni ambaye alikuwa katikati yetu Omboya, former secretary general wa Coast Region, baada ya kuomba Mungu hapo na tukakula na akaweka bahasha kwa mkono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tulitangaza, tulimwambia adui ya kwamba hautaguza huu mtoto tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo baada ya maombi mtoto wa Afle na kupelekwa kwa daktari hospitali operation. Mungu alifanya operation yake kivyake. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo huyu ameletwa mbele yetu hivi ili tumkabidhi katika mkono wa Mungu, na ishi katika rohoni mwangu na niko na uchungu na adui ambaye anaweza kuja kuattack mtoto ambaye ametajwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo auxiliary atakuwa mzima, atakuwa na mtoto ambaye anatiifu, mtoto ambaye anakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo kitu ambacho naweza kusema ya kwamba msimpende zaidi ya vile Mungu aliwapenda. Hiyo ndio kitu ambacho msifanye. Bwana Yesu asifiwe. Mpende kiasi ya mtoto, lakini usichukue mtoto sasa unampenda kuliko Mungu ambaye alimwapatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nasema kwa rohoni mwangu ya kwamba nitamke kuhusu huyu mtoto, ya kwamba atakuwa mzima. Maombi ambayo tumeomba hapa haitaenda bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu abariki, na Mungu abariki wa viongozi wote ambao wamekuja hapa. Mimi salute wazazi wa auxiliary, na yote itakuwa sawa katika jina la Yesu. God bless you. Amen. Mama. Kazi la mama, tunataka Mama Region ndio atakufungia na maombi. Mama atafunga na maombi. Basi Bwana Yesu asifiwe. Nami pia nashukuru Mungu sana kwa sababu nimeona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nimetoa dhabihu mbele ya Bwana ambapo kila mmoja atapata bahasha yake. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi pia moyo wangu namshukuru Bwana kwa ajili ya siku njema kama hii ambayo Mungu ametenda, tarehe kama hii na wakati kama huu. Hakika ni neema ya Bwana. Tena mimi naweza sema kuwa kitu ambacho Mama Eunice na Daniel wamefanya sio watu wengi wanafanyaga. Tena watu wengi wakitaja mtoto huwa wanafikiri tu ni mtu tu wa kawaida. Lakini wao wame acknowledge kuwa huyu ni mtumishi wa Mungu. Na wanataka huyu mtoto wao pia awe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wameshukuru Mungu kwa sababu Mungu aliwatendea kitu ambacho maybe walikuwa wametamani siku nyingi. Na neema ya Bwana ikaonekana. Wakaona kwa leo pia warudishie Mungu shukurani kwa ajili ya neema hiyo ambao waliomba. Ana pia aliregeshia Mungu shukurani. Kwa hivyo tunasema kuwa Mungu atalinda auxiliary. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni mtoto katika nyumba hii. Na hata kuwa ati yeye sasa mnamweka special kuliko wengine. Watoto wote ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Josefu aliwekwa special na Yakobo, unajua kitu ambacho ilitokea. Kwa hivyo yeye pia ni mtoto wenu kama watoto wengine. Mtamtreat kama watoto wengine. Lakini tumemwombea uungu uwe ndani yake. Vile ulikuwa kwa mtumishi wa Mungu. Roho hiyo iingie ndani yake ili awe mtumishi wa Mungu. Lakini kwa watoto wanyu wote atakuwa ni mtoto wenu. Na nafikiri Biblia imesomwa vizuri hapa vile mnamlea. Biblia imetufundishaga kila kitu. Kwa ukispare the role umemharibu. Na huyu ambaye pia amepewa wakfu mbele ya Mungu, ndio pia shetani pia ameweka macho yake. Wakati Samsoni alizaliwa na akawa naziri wa Mungu, ndio shetani alimfuata ili amwangushe, ili utukufu wa Bwana ambaye alikuwa ameweka kwake upate kupotea. Lakini tuko na jina moja ambalo linaitwa Yesu Kristo. Amen. Ambaye tulipewa. Tunaweka vitu vyote kwake. Kwa hivyo Mungu abariki mtoto wetu auxiliary. Najua atakuwa mtumishi wa Mungu. Maana roho wa Bwana ashakuwa juu yake. Mungu awabariki kwa kutukaribisha. Mimi nilifanya makosa kwa nilipotoka shule. Nilipotoka hospitalini nilipika chakula. Mimi wanapenda omena sana. Nilikula nyumbani. Sasa nikikuja hapa hata kuketi imenishinda. Amen. Sasa nilikuwa naangalia tu chakula. Mungu awabariki. Mumetukaribisha. Tumekula. Mungu awabariki. Mungu awabariki Mama Ana pamoja na Pastor Somba. Mungu awabariki wapishi wote. The food was so wow. Praise the Lord. God bless you. Close with the word of prayer. Asante Kristo mbinguni, tunakushukuru Baba, wewe ni mwema. Wewe ni Mungu wetu aishie milele. Asante Mtakatifu, kwani ulijua siku hii tutakuwa hapa. Sisi hatukujua Baba yetu, lakini wewe ulipanga katika mipango yako. Asante kwa ajili ya familia hii ya mama wetu Eunice pamoja na ndugu wetu Daniel ambao wametukaribisha Mfalme. Wametoa shukurani kwa ajili ya mtoto wao uliowapatia. Wanasema ni asante wakikuinua jina lako. Tumeweka familia hii mikononi mwako. Tumeweka watoto wao wote mikononi mwako. Baba yangu, naye bariki watu
tu wabariki Jehova. Lete watoto wengine baada ya auxiliary. Baba, tutakuinua Mungu wetu wa mbinguni. Wacha familia hii kuwe, mfalme aishie. Lete amani katika familia hii. Bariki kazi ya mikono yao, maana wametulisha, wametunywesha. Wewe ni Mungu aishie milele. Nimeweka mtumishi wako auxiliary Bishop Maxwell mikononi mwako Baba yangu. Umulinde na kumpatia kibali chako Jehova. Watumishi wako wote ambao wamefika hapa, Mungu wangu upate kuwabariki. Linda Coast Region yote mfalme. Tutakuinua maana wewe ni mfalme. Tukiondoka nenda nasi, baki hapa Jehova na watumishi wako. Landi yote Baba tumeikabidhi kwako. Achilia neema yako ionekane katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo, mapenzi ya Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa. Amen. Hebu wale ambao wajoli ambao wamekuja. Angalia pale. Yesu ni daraja. Acha wewe apige picha. Ngambo. Nataka kuona ngambo ya pili. Kwake Yesu. Kwake Yesu. Yesu ni daraja. Ngambo. Nataka kuona ngambo ya pili. Njoo kwake Yesu. Mama anajua. Mama anajua. Kwake Yesu na wewe uongo. Kitu anabii kibabeli unakuja kwa Yesu. Kwa Yesu. Mama Riki acha. Apondo kaleta hopi za kanya. Wewe wacha ndo watu wote. Apondo kidogo kwende hivi. Mama shika hizi. Oscar. Nishamgundua nikiwa na sherehe ambayo inaenda haraka na itaoka. Dile. Baba. Nianike rolikoni kwa nitero kila mara. Pastor Henry. Oscar kwa. Pastor Oscar. I don't want to look na Nika. Gine magidonka. Ibieka. Kila bahasa. Koko ndezi. Pastor Monica Mata basi. Angalia picha. Thank you. Wewe ungadoa. Mtumishi kama mama ndio ime dete sai. Ego picha. Mama kauma mara Buongiorno.